Mungu wangu jamani. Msaidie tu mwanangu. Msaidie mwanangu jamani. Niepushe na mtihani huu tena jamani. Ni mimi tena. Mama Juma alisikia sauti ya mtoto wake akiwa analia. Haraka sana Mama Juma alikimbia kwanza. Lakini kabla ya hapo ilimbidi atafakari kwanza ili ajue ni nini afanye. Wakati anaisikia sauti ya mtoto wake akiwa analia ndani, alikuwa akikaanga samaki kwa sababu ilikuwa ndio kazi yake. Samaki ambao kwa wakati ule walikuwa wako jikoni. Ilikuwa ni ngumu sana kuacha samaki waungue. Lakini sasa kutokana na mtoto kuwa muhimu zaidi, ilimbidi sasa afanye maamuzi ya kuacha pale ili aweze kukimbilia ndani. Wakati mtoto wake anaendelea kupiga kelele, akionyesha kwamba analia kwa sauti kubwa sana, dakika zile zile Mama Juma alianza kusikia sauti ya kishindo kama ukuta ambao uliodondoka au kitu kizito ambacho kimeshuka chini. Haraka sasa Mama Juma baada ya kusikia vile alifanya maamuzi ya kuacha samaki wake pale na moja kwa moja sasa kukimbilia ndani ili kuweza kumuona mtoto. Juma alikuwa ni mtoto mdogo sana, mwenye miezi 4 tu. Kilichomshangaza sana Mama Juma ni baada ya kusikia mlio ule, kishindo kikubwa kile, hakusikia tena sauti ya mtoto wake akilia. Mama Juma aliogopa sana na haraka sana aliyekimbilia ndani ili kuweza kupata mtoto wake na kujua ni nini kinachoendelea. Mungu wangu. Ni nini hiki tena? Alisema Mama Juma huku akiwa anaweka beseni la samaki chini ili akimbilie ndani kuangalia, maana baada ya mshindo ule kelele za mtoto wake nazo za kulia hazikusikika tena. Mama Juma kwa haraka sana alianza kuwaza pengine mtoto ameangukiwa na ukuta, au pengine kuna jambo zito ambalo limemkuta mtoto wake mpaka akanyamaza kimya. Wakati anakimbia ndani kuwahi mahali mtoto alipo, kanga yake ikadondoka chini na yeye sasa ikabidi arudi kuiokota. Jambo hilo lilimfanya ajione kama anazidi kuchelewa kufika mahali ambapo mtoto wake alipokuwa amemlaza. Alipofika pale chumbani hakumuona mtoto wake. Hakuona wala kwamba kuna ukuta uliodondoka wala kitu chochote ambacho kilichokuwa kimetokea pale ndani. Lakini jambo ambalo aliloliona ni la ajabu ni kwamba hakumuona mtoto wake Juma mahali ambapo alipokuwa amemlaza. Mama Juma pale alishikwa na mshangao kwa sababu Juma alikuwa ni mtoto mdogo sana. Asingeweza kunyanyuka na kuondoka kwenda mahali kokote pale. Mama Juma sasa akajaribu kukagua labda ameingia uvunguni, lakini kila alipoangalia kila mahali hakumuona kabisa mtoto wake. Mama Juma sasa akajikuta akianza kuchanganyikiwa. Mara akasikia sauti kutokea nje sasa ikianza kumuita. Karibu sana msikilizaji katika channel yetu hii ya Makala Simulizi. Hii ni simulizi mpya kabisa ndani ya Makala Simulizi. Simulizi hii bwana inakwenda kwa jina la Chanzo ni Mama. Ni simulizi ambayo inatoka kwa mwandishi wetu Hamza Ngondo, alimaarufu kama Hamza Stories. Namba yake ya simu ni 0765 55 56 41. Na mimi ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB ndani ya Makala Simulizi. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi yetu. Karibu twende sambamba. Na kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii, mkono wako wa kulia hapo. Libonyeze ili uweze kuwa mwanafamilia, upate simulizi hii mwanzo
hadi mwisho. Karibu sana katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Mama Juma, samaki huku. Samaki zinaungua Mama Juma. Ilikuwa ni sauti ya kike ambayo iliyotokea nje. Alikuwa ni rafiki yake na Mama Juma ambaye alikuwa pale nje, ndiye ambaye alikuwa akimpa taarifa kuhusu samaki ambao walikuwa wanaungua baada ya Mama Juma kuacha pale nje. Jamani Kidawa, na wewe nisaidie kuwaepua jamani. Sawa, lakini usichelewe sasa na wewe. Mimi naelekea sokoni. Si unajua tena leo ni Ijumaa, kuna mnada kule. Sikia. Nimeapiwa fanya haraka bana, lakini mimi naondoka. Umesikia Mama Juma? Alisema mwanamama mwingine yule ambaye alikuwa anafahamika kama Kidawa. Lakini Mama Juma hakutaka kumjibu kitu chochote. Alikuwa amekaa kitandani akijiuliza kwamba mtoto wake ameenda wapi. Mama Juma alikuwa ni mwanamke wa miaka 29. Alikuwa ni mweusi, mpole na mwenye umbo dogo. Biashara yake katika kijiji hiki cha Nachingwea ilikuwa ni kuuza samaki ambao samaki hawa alikuwa akienda kuwauza kando kando ya barabara ambayo ilikuwa ikitoka Kilwa Masoko kwenda na Ngurukuru. Mama Juma, nimeweka samaki nyingine hapa. Naomba uangalie, mimi naondoka. Sawa? Utaziangalia, mimi naenda mie jamani. Naona muda nao umefika. Nisije nikachelewa. Alisema mwanadada yule aliyekuwa anafahamika kama Kidawa, huku akionyesha kabisa kwamba yeye anaondoka baada ya kuweka samaki wengine pale, baada ya kuepua wale ambao waliokuwa wako ndani ya beseni muda ule. Sasa wakati anaongea vile, Mama Juma yeye alikuwa bado yuko ndani akiwa anahangaika kuwaza kwamba Juma amepotea, ameelekea wapi. Baada ya kusikia sauti ya Kidawa ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba Kidawa anaondoka, Mama Juma aliamua kuvunja ukimya. Kidawa, hebu njoo mara moja. Alisema Mama Juma ambaye kwa jina lake halisi alikuwa anafahamika kama Asha. Wewe bwana Mama Juma, na wewe nachelewa ujue. Alisema mwanadada huyu Kidawa akiwa anasogea karibu na Mama Juma mahali alipokuwa. Haya, Mama Juma vipi? Kidawa aligundua kuwa Mama Juma alikuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Alikuwa akitetemeka, asijue ni nini afanye. Kidawa, Juma simuoni. Juma? Ndiyo Kidawa. Nilikuwa nakaanga samaki hapo nje. Nikamsikia akiwa analia, lakini nilivyoingia ndani simuoni, sikumkuta kabisa. Wewe Mama Juma, hebu acha utani basi. Asha, watoto unapenda utani sana. Juma hata kukaa kwenyewe hawezi. Itawezekana vipi asiwepo hapo ndani? Kidawa, nimechanganyikiwa mimi mwenyewe nakwambia. Juma wangu sijui kaelekea wapi, na hakuna mtu ambaye amekuja hapa akaingia kumchukua. Nitamweleza nini Majula? Wewe bana. Hebu Asha, hebu acha mambo yako bana. Umeangalia vizuri lakini hebu kwanza. Alisema Kidawa na kisha akaingia chumbani kwa Mama Juma. Alianza kuangalia sasa, akakuta baby show tu pale kitandani, lakini Juma yeye hakuwepo kabisa. Ilibidi sasa Kidawa na yeye atoke. Akatoka pale, akafika nje mahali ambapo tayari Mama Juma alikuwa. Akaanza kumuuliza, wewe Mama Juma, una hakika Juma alikuwa hapo ndani? Aliuliza Kidawa, na tayari sasa Mama Juma alikuwa ameanza kulia. Alikuwa ndani. Alikuwa ndani mwanangu. Juma jamani. Jamani. Sauti ya kilio cha Mama Juma iliwastua majirani wengine. Muda huo sasa harufu ya samaki kuungulia ilianza kusambaa haraka, na Kidawa akaenda kuwaepua pale nje. Jamani, kuna nini Asha? Mama Juma, unalia nini?
Jamani Kidawa, kuna nini hapa? Zilikuwa ni sauti mbalimbali za majirani ambao waliokuja pale baada ya kumsikia Asha akiwa analia. Jamani, Juma amepotea, alijibu Kidawa, jambo lililowafanya majirani wale waishikwe na butwa haraka sana. Amepoteaje? Jamani, mtoto mdogo yule, kwani alikuwa wapi? Maskini ya Mungu jamani, akasema mmoja wa majirani ambaye alikuwa ameshakaa chini baada ya kusikia tukio hilo la kupotea kwa Juma. Kila mmoja akawa sasa na swali kichwani pake. Mtoto mdogo wa miezi 4 anawezaje kupotea? Alafu anapoteaje akiwa ndani? Hii ni ajabu jamani. Juma, hata siamini jamani. Hata mimi siamini jamani. Mama Juma aliendelea kulia pale. Wote wakashtuka baada ya kusikia sauti ya kiume nzito sana, wakati huo huo ikiwa inauliza, kuna nini hapa? Walipogeuka walikutana na sura ya Majula. Huyu Majula ndiye mume wake Asha, yani huyu Mama Juma. Ukimya pale ukatawala. Wakampisha, akamsogelea mke wake akaanza kumuuliza, Asha, kuna nini hapa? Kuna nini hapa, mbona sielewi? Majula. Aliita Mama Juma kisha akamkumbatia mume wake. Hebu nieleze, kuna nini hapa? Nieleze, kuna shida gani? Mbona mnanizidi kunipa mashaka, kuna shida gani? Juma haonekani mume wangu. Unasemaje? Juma haonekani. Alihamaki sana Majula. Akatupa kapu ambalo alilokuwa amelibeba kisha akamuuliza tena, Asha, unasemaje? Mwanangu Juma haonekani? Ilikuwaje? Na kimetokea kitu gani? Na alikuwa wapi? Mama Juma akajifuta chozi pale kisha akamsimulia mume wake kilichotokea. Muda huo huo Majula akaondoka mbio na kuanza kumtafuta mtoto wake Juma. Yakapita masaa 6 baada ya tukio hili la Juma kupotea. Majirani wakawa wameingia majumbani mwao. Jioni ilikuwa imeshaanza kuingia. Macho ya Mama Juma yalikuwa yamevimba kwa shauri ya kulia sana kutwa nzima. Walikuwa wamekaa nje ya nyumba yao huku kibatari sasa kikiwa kimeshawashwa. Kibatari kile kilikuwa kinaendelea kusombwa na upepo ambao ulikuwa unavuma eneo lile. Hebu funga mlango, alisema Majula. Mama Juma akajivuta kwa uchovu huku akifuta mafua yake ambayo yaliokuwa yanamsumbua baada ya kulia sana. Baada ya kulia sana kwa kweli, alijikuta amepata mafua ya ghafla sana. Bado huamini Asha? Huamini bado mpaka sasa hivi? Aliuliza Majula akiwa anamtazama mke wake aliyekuwa akikaa vizuri kwenye stuli. Kuamini nini mume wangu? Mama yangu ananiulia wanangu. Huyu ni mtoto wa 3 Asha. Umekuwa ukimtetea sana mama yangu, lakini huo ndio ukweli. Anaua watoto wangu. Alisema Majula maneno hayo, lakini mwili wa Mama Juma ukasisimka kidogo baada ya kusikia maneno ambayo yalikuwa ni makali sana. Usiseme hivyo Majula. Huwezi kumhisia mama yako mambo makubwa kama hayo. Sio kwamba mama yako ni mgeni kwangu. Nimekaa naye, na jinsi alivyo na roho nzuri, mkarimu na anajali sana, hawezi kuua wajukuu zake. Pengine hii ni laana mume wangu. Watoto wote wanapotea hivi. Alisema Mama Juma kwa sauti ndogo sana,
ambayo ilikuwa imeambatana na kuonyesha kusononeka kwa hali ya juu. Mke wangu, unamtetea, lakini nataka nikwambie kwamba utamtetea kadiri upendavyo, lakini huwezi kuvuka mstari wa ukweli. Mama yangu amenizaa na kunilea, namjua tokea nikiwa mdogo Asha. Mama yangu ndio ambaye ananipotezea watoto wangu. Majula, muogope Mungu sana mume wangu. Muogope sana Mungu kwanza. Hupaswi kutamka maneno ya namna hiyo tena. Mama yako unamuita mchawi kweli? Mama yako aliyekuzaa kulea unamuita mchawi kweli? Hili jambo, haya mambo ni magumu kweli, lakini naomba lisitutoe katika uwepo wa kumwamini Mungu kiasi hicho. Ipo siku Asha utakuja kuelewa. Juma hakupotea, ila ni uchawi wa mama yangu. Chanzo cha yote haya ni mama yangu Asha. Mama yangu mzazi ndiyo chanzo. Nisikilize Asha mke wangu. Najua wewe unabisha, lakini nimekwambia Juma hajapotea. Lazima ni uchawi wa mama ndio umefanya hivi. Mama Juma baada ya kusikia maneno yale, akamsogelea mume wake akamwambia, sote tumeumizwa na kupotea kwa mtoto wetu, na sio huyu tu, tumepoteza watoto wengine wawili. Wote, mimi na wewe, tumeumizwa sana na kupotea kwa watoto wetu watatu. Tena afadhali wa kwanza aliyefia mikononi mwako, lakini hawa wawili walipotea na wamepotea katika mazingira ambayo hayaeleweki. Inaumiza sana. Twende ndani mume wangu, tutoke hapo, twende ndani, alisema mama Juma, na Majula sasa akaongozana na mke wake wakaingia ndani. Majula akajitupa pale kitandani. Kisha akawa sasa anamtazama mume wake kwa jinsi ambavyo alivyokuwa na hisia mbaya kwa mama yake ambaye aliyemzaa. Moyoni alijua kuwa mume wake alikuwa katika maumivu makali. Akazima taa ile ambayo ilikuwa ni taa ya koroboi, kwa sababu nyumba yao ilikuwa haina umeme. Hivyo walitumia lile koroboi na taa ya kandili. Ndio ulikuwa ni mwanga waliokuwa wanaamini katika nyumba yao. Akaenda kitandani na kulijaza, akawa huku akaenda pale, hatimaye akajilaza pale kwenye kitanda. Wakati huo mikono yake akaiweka katika mgongo wa mume wake. Usiku huo ulikuwa ni mrefu sana kwa Asha. Majula yeye alikuwa akikoroma, lakini Asha alijikuta akikosa usingizi kabisa. Kitendo kile cha kukosa usingizi kilimfanya Asha aanze kujiuliza, kulikoni, mbona hapati usingizi? Majira ya saa 8 usiku akasikia sauti ya mtoto akilia kwa nje. Alistuka sana, huku akianza sasa kuifananisha sauti hiyo na sauti ya mwanae Juma. Akatamani kumwamsha mume wake, lakini akasita. Wakati anaendelea kutafakari, baadaye ile sauti ikabadilika na kuwa sauti ya kuku ambaye alikuwa amebanwa vilivyo. Asha akatamani sana kujua ni nini kilichokuwa kikiendelea huko nje. Kuku huyo aliendelea kulia. Kisha ikasikika kama vile alikuwa amezibwa mdomo hivi. Alafu baadaye ikasikika sauti ya kupupa vile, kama vile alikuwa amechinjwa na kuachwa. Mabawa ya kuku yalisikika yakipiga ardhi, kuonyesha kama vile kuku amechinjwa, ameachwa hapo na anatapatapa ili aweze kukata roho. Taratibu sasa Asha akateremka kitandani bila kupiga kelele ya aina yoyote ile. Moyo wake ulikuwa ukimwenda mbio sana. Akapapasia pale mezani, akapapasa, kisha akapata kiberiti.
Kisha akasimama kwa sekunde kadhaa na kusikilizia ili ang'amue chochote kile ambacho kilichokuwa kikiendelea kule nje, lakini alishindwa kabisa. Ukimya ulichukua nafasi yake, msikilizaji. Asha akawasha taa ya kandili, akarejea kitandani kumtazama mume wake. Majula. Majula. Mume wangu. Hebu amka. Amka. Aliita na kumwamsha. Hatimaye Asha kwa sauti ya chini kabisa alihakikisha sauti yake haipai kwenda popote pale. Vipi tena? Akauliza Majula kwa sauti ya uchovu iliyotoka usingizini. Shh. Kimya. Asha akampa ishara ya kumweka sawa kuwa hakukuwa na usalama. Hujasikia sauti ya mtoto akilia? Aliuliza Asha huku akiwa anakaa kitandani. Sauti ya mtoto? Aliuliza Majula huku akiwa anaamka na kukaa vizuri. Ndio. Ni sauti ya Juma kabisa mume wangu. Lakini cha ajabu ilibadilika na kuwa sauti ya kuku anayechinjwa. Majula bwana akamkodolea macho Asha huku akionekana kutaka kusema jambo. Umesikia kitokea wapi? Akauliza Majula akiwa anatoa shauku sana, akionyesha kwamba ana shauku ya kutaka kujua. Aliendelea kumsogelea mkewe huku akiondoa shuka mwilini. Ni wazi kuwa alikuwa ni mtu aliyeamini sana juu ya masuala ya uchawi sana. Huko nje mume wangu. Hebu twende. Akasema Majula akiwa tayari ameshasimama. Twende bwana. Unasubiria nini hapo? Akauliza Majula huku sura yake ikiwa imekunja ndita kweli kweli. Walipofika sebleni, kabla hata hawajafungua mlango, Majula akarudi chumbani akatoka na upanga. Jamani mume wangu. Upanga wa nini sasa? Aliuliza Asha akiwa kama mtu ambaye alianza kushangaa jinsi Majula alivyohamaki kwa jambo ambalo hakuwa na uhakika nalo. Wewe twende. Hata kama nitamkuta mama yangu hapo nje, mimi na huwa tu. Ni bora nikafungwe lakini nikuache ukiwa salama mke wangu. Basi baada ya kusema hivyo, Majula akavaa ndala zake kisha akafungua mlango huo ambao ulikuwa umefungwa kwa komeo moja tu. Sekunde chache wakawa nje wakiwa wanazisikia sauti za wadudu wa usiku zikiwa ziko karibu sana. Wakiwa na taa yao ya kandili, Asha akampeleka Majula nyuma ya nyumba, mahali ambako alizisikia sauti hizo. Hizi ni damu mke wangu. Ulichokisikia kilikuwa ni kweli? Majula akazisogelea damu ambalo alizokuwa ameziona, akamuonesha mke wake ambaye aliangusha kilio hapo hapo baada ya kuona. Ni dhahiri kabisa mke wake alikuwa ameshahisi kwamba pengine ni mtoto wake aliletwa kuchinjiwa pale. Unalia lini sasa? Si ulikuwa hauamini kuwa watoto wetu wanapotezwa kishirikina? Siku zote nakwambia mke wangu, chanzo cha yote haya ni mama yangu mzazi. Hutaki kuamini. Twende ndani hebu. Alisema Majula kisha akatangulia ndani. Asha akamfuata huko ndani. Wakakaa kitandani. Usilie mke wangu. Kesho asubuhi tutaenda kwa mganga ili kujua ni nini hatima ya yote ambayo yaliyotokea. Alisema Majula. Majula. Leo roho imeniuma sana. Nimesikia sauti ya mwanangu Juma kabisa. Ina maana mwanangu amechinjwa. Siamini ujue Majula. Mambo gani haya lakini tunayopitia sisi? Alilia Asha kisha akaegemeza kichwa chake kwenye miguu ya Majula. Chozi lilianza kumbubujika Majula. Kijiji cha Nachingwea
kilikuwa ni kijiji ambacho kilichokaliwa sana na watu wa pwani ambao shughuli zao kubwa zilikuwa ni uvuvi. Hata huyu Majula alikuwa ni miongoni mwa wavuvi ambao waliokuwa wanafanya kazi ya uvuvi katika kijiji kile. Majula yeye alikuwa ni moja ya wavuvi waliokuwa pale ambao walikuwa wamejizolea sifa kubwa sana kwa uvuvi. Lakini dosari ya kupotea kwa watoto wawili na kifo cha mtoto wake mmoja ilianza kuleta sintofahamu pale kijijini. Wavuvi wenzake wakaanza sasa kueneza maneno kuwa huenda sababu ya Majula kuvua samaki wengi ni kafara za watoto wake. Alfajiri na mapema ya siku ambayo iliyofuata, Majula alimuaga mke wake kuwa anaenda kuvua samaki, lakini atarudi mapema kwa ajili ya kwenda kwa mganga kama walivyokuwa wamepanga usiku. Alikuwa peke yake alfajiri hiyo ambayo ilikuwa imejaa giza zito sana. Hata Majula alishangaa kwa nini kulikuwa hakupambazuki haraka. Hadi kufikia saa 12 kasoro bado giza lilikuwa ni kubwa sana. Alitembea kwa umbali kidogo. Baadaye alipishana na watu ambao walikuwa wakitoka baharini. Akasalimiana nao, lakini alipofika mbele alihisi mguu wake ukiwa na maumivu kama kuchomwa na sindano hivi. Alihisi ni hali ya kawaida, akapiga hatua 2 mbele, akahisi mwili unazidi kulegea. Akajitupa chini. Akaanza sasa kuhisi koo lake likiwa linakauka. Kwa bahati nzuri alitokea mvuvi mwenzake ambaye aliyekuwa na tochi. Alipomuona Majula akiwa anapupa pale chini, akasogea ili aweze kumsaidia. Kwa bahati nzuri zaidi, mvuvi yule alikuwa ni rafiki yake ambaye walikuwa wanafahamiana kabisa. Alipomtazama vizuri Majula, alimuona akibadilika rangi na kuwa ya kijani kabisa. Jambo lile kwanza lilimshangaza sana yule mvuvi aliyemkuta Majula pale chini. Mwili wa Majula ulikuwa unabadilika rangi na kuwa wa kijani, kisha akasikia sauti ya kitu ambacho kilichokuwa kikizama porini. Mvuvi yule alipomulika tochi, aliona mkia wa nyoka mkubwa ambao ulikuwa unapotelea ndani kwenye kichaka. Majula, Majula, aliita yule mvuvi, kisha akamsaidia kumbeba Majula ambaye alikuwa ameyatoa macho kama mgonjwa wa degedege. Mvuvi yule bwana akampeleka Majula zahanati. Ulikuwa ni mwendo kama wa dakika 25 hivi walikuwa wamefika, mvuvi akiwa yuko hoi kwa kumbeba Majula mgongoni. Kama unavyofahamu, zahanati za vijijini ni nadra sana kukuta zikiwa na dawa zote. Mvuvi sasa akamweleza nesi kuwa Majula ameng'atwa na nyoka. Alisema vile yule mvivu kwa sababu alimuona nyoka akiwa anazama porini. Kutokana na hali duni ya utendaji wa kazi za zahanati za pale kijijini, ikawa ni ngumu sana kuokoa uhai wa Majula. Majula alifariki akiwa pale pale kwenye kitanda cha matibabu. Nesi alimweleza yule mvuvi kuhusiana na hali halisi ya mgonjwa wake aliyemleta, yani Majula. Mgonjwa wako amefariki. Lakini ni nyoka gani huyo mwenye sumu kali kiasi hiki hadi rangi ya mwili wake inabadilika ghafla hivi? Aliuliza nesi yule. Nimeshindwa kumtambua kwa sababu kulikuwa na giza sana. Sijui hata nitaeleza vipi jamani. Majula amepoteza mtoto wake jana. Leo hii na yeye amefariki kweli? Alisema mvuvi yule huku chozi likianza kumbubujika. Akaenda kumtazama Majula pale chumbani katika kitanda ambacho alichokuwa amelazwa. Ni kweli Majula alikuwa amekwisha kufariki dunia. Alijikuta akitokwa na chozi sana baada ya kumuona rafiki yake akiwa amenyooka
pale kitandani akiwa hana pumzi tena. Unatakiwa sasa kuijulisha familia yake. Ndio hatua ambayo inayopaswa kufuata, alisema nesi yule. Mvuvi yule aliendelea kupata tabu, akaanza kuongea. Namuonea huruma sana mke wake Mke wa Majula namuonea huruma sana, maskini wa Mungu. Majula ndo alikuwa kila kitu kwake. Nesi, sijui hata nitaanzaje. Naanzaje kumwambia mke wa Majula kwamba Majula amefariki? Hivi yule mwanamke atajisikiaje? Jana amepoteza mtoto katika mazingira ya kutatanisha. Leo mume wake anafariki dunia. Alisema mvuvi huyo huku akipiga hatua kuelekea nje. Tayari giza lilikuwa limezidiwa na mwanga wa jua, yaani saa 1 kasoro ilikuwa imeshafika. Wanafunzi walikuwa wakielekea mashuleni. Wakulima walikuwa wakiwahi mashambani sababu ulikuwa ndio muda wa mavuno. Wale wasio na kazi walikuwa wakivuta shuka ili kuendelea kulala, lakini kwa mvuvi huyo ilikuwa ni tofauti sana. Ndio kwanza alikuwa akipiga hatua fupi kuelekea makazi ya Majula. Mikono ilikuwa kichwani na kuwashangaza sana watu walio wengi aliokuwa akikutana nao. Wengi walimuuliza alikuwa na tatizo gani, lakini mvuvi huyu aliishia kutikisa kichwa chake tu kuashiria kuwa hakukuwa na tatizo lolote. Chozi halikukauka kwenye macho ya mvuvi huyu. Alikuwa ni rafiki wa karibu wa Majula. Alipofika nyumbani kwa Majula, alimkuta mke wa Majula akiwa anafagia. Akashtuka kumuona rafiki wa Majula akiwa katika hali ya kujivuta sana, huku chozi likimbubujika. Ilimbidi aache kufagia ili amuulize mvuvi yule ni nini kilikuwa kinaendelea. "Shem, vipi? Nini kinakuliza shemeji?" alihoji huku akionekana kuhisi pengine mume wake amepatwa na masaibu. "Kuna usalama huko baharini? Mume wangu mzima?" Aliunganisha swali juu ya swali huku akijibiwa na ukimya tu. Akawa anamtazama rafiki wa Majula akiwa anakaa chini kama mtu aliyekosa mavuno kwenye shamba lilokuwa amewekeza pesa nyingi. "Shem, kuna nini? Mbona hivyo? Unajua unanichanganya. Kuna shida gani?" akauliza tena mke wa Majula huku fagio likiwa linamdondoka. Majula amefanya nini Shem? Unajua unanichanganya. Kafanyaje mume wangu? Shem, Majula amefariki. Majula yupi? Mume wangu ameenda baharini kuvua samaki. Hajafa mume wangu. Asha aliongea akiwa anakuna kichwa chake. Ni wazi alikuwa tayari ameshachanganyikiwa. Hiyo ndio hali halisi Asha. Yaani shemeji, mumeo amefariki, mwili wake uko zahanati. Hebu tulia kwanza, kaa chini. Ndio hali halisi, hauna namna nyingine. Inabidi tulipokee kama lilivyo. Rafiki wa Majula aliyasema maneno hayo huku akiwa anamshuhudia mke wa Majula akiwa anaanguka mzima. Kwa bahati nzuri alimdaka na kumlaza chini. Muda huo tayari majirani walikuwa wameshatoka kwenye majumba yao wakashuhudia tukio hilo. Majirani wachache wakakimbilia eneo la tukio. "Kuna nini jamani?" aliuliza mmoja pale. "Majula amefariki," alijibu rafiki yule wa Majula. "Majula amefariki? Mungu wangu." Mungu jamani, hebu ipumzishe hii familia jamani. Hata siamini Majula tena. Jirani huyo naye akaanza kulia na kusababisha msiba kuanza kusambaa taarifa zake. Kijiji kizima kililizizima kwa kifo cha Majula aliyepoteza mtoto wake siku moja iliyopita, tena katika mazingira tatanishi. Majonzi yalitawala nyumbani kwa Majula.
imani za kishirikina zilihusishwa na kifo cha ghafla cha Majula. Mke wa Majula aliporudisha fahamu zake, hakuamini kama ni kweli mume wake aliyeishi naye kwa zaidi ya miaka 6 alikuwa amefariki dunia. Tena amefariki katika kipindi ambacho mtoto wao amepotea katika mazingira tatanishi. Sio bure jamani. Hii familia ina laana. Ni bora tuitenge hapa kijijini, alisema mmoja wa wamama ambao walikuwa wamehudhuria katika msiba ule. Kauli yake ikaungwa mkono na wamama watatu, huku mmoja akijitoa kabisa kuhusika na kauli ile. Ni kweli. Hebu fikiria, kila walipozaa mtoto alifariki au kupotea. Tena wanapotea katika mazingira ya tatanishi. Sio bure. Ni lazima tuchukue hatua stahiki, alisema mama mwingine ambaye alikuwa ameshupalia jambo hilo. Sasa jamani, tunaanzia wapi? Maana hii mikosi hii sijui laana inaweza ikaathiri kijiji kizima. Hatua ya haraka inahitajika. Hebu sikia. Jaribuni hebu kuwaza kama mimi ninavyowaza. Hivi hilo limikosi sijui laana likiwamaliza, unafikiria kitakachofuata hapo ni nini? Kitakachofuata nini kama likiwamaliza? Si litaendelea kwa watu wengine? Litaanza kumaliza kijiji kizima? Aliuliza mama huyo. Mwingine alinyanyuka, kijiji kizima kitaangamia jamani, kwa uzembe wa kulifumbia macho jambo hili. Sio tu kijiji hiki cha Nachingwea, bali kwa Kilwa yote hii. Hakujawahi kutokea familia yenye heka ya kutisha kama hii. Binafsi nilikuwa na mheshimu tu Majula, ila vinginevyo ningekuwa wa kwanza kuliamsha dude mapema sana. Sikia, twendeni kwa mwenyekiti. Twendeni kwa mwenyekiti wa kijiji. Mmoja akatoa wazo ambalo liliungwa mkono. Wakanyanyuka pale msibani bila kujali. Kundi la wamama zaidi ya 6 likaondoka kuelekea kwa mwenyekiti. Hadi kufikia muda huo, watu wengi hawakujua walikuwa wakielekea wapi. Kwa bahati nzuri, walikutana na mwenyekiti huyo njiani, naye akiwa anaelekea msibani kule nyumbani kwa Majula. Mwenyekiti, habari yako? Kiongozi wa kundi akamsalimia mwenyekiti katika hali ambayo ilimshtua mwenyekiti huyo. Akasimama vizuri na kuwatazama wote, akagundua kuna jambo ambalo lililo wasibu hawa na ndio maana wamemfuata. Salama. Haya, mke gani, kuna nini? Mama ambaye aliyekuwa ameuliza swali lile alikuwa anaitwa Mke gani, ndilo jina lake. Baada ya mwenyekiti kuitikia tu salamu yake, ndipo anamuuliza kuna jambo gani. Alihoji mwenyekiti huku akiweka vizuri kitambaa chake ambacho alichokuwa amekiviringisha kwenye shingo yake. Alipepesa macho yake huku akiruhusu masikio yake kusikia ni maneno gani ambayo yatatoka kwa mwanamke huyo aliyejulikana kama Mke gani. Mke gani? Mwambie mwenyekiti sasa. Alidakia mmoja wao, kisha akaungwa mkono na wengine. Ndiyo, mwambie. Tumechoka hii hali. Inaweza kuwa mbaya. Mzee Msiri, hali sio shwari hapa kijijini. Na sisi kama wana kijiji ambao ni wasaidizi wa ulinzi wa kijiji hiki, tumeona tuje kukwambia, alisema Mke gani katika hali iliyojaa mipasho kweli kweli. Hali ipi ambayo sio shwari? Yote haya ni katika kijiji hiki cha Nachingwea au unazungumzia mambo ambayo hayako shwari wapi? Aliuliza Mzee Msiri kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa upole na hekima. Mzee Msiri huyu ndiye mwenyekiti wa kijiji hiki cha Nachingwea. Ndiyo. Ina maana Mzee Msiri
Hujaona ishara mbaya katika siku hizi za karibuni? Hadi sasa hivi hujaona ishara yoyote ambayo inaonyesha kwamba kuna hatari katika kijiji? Mzee Msiri ambaye ni mwenyekiti wa kijiji akatamani kujua zaidi. Akamkodolea macho Mkegani ambaye alikuwa akielezea jambo hilo. Ishara hipi ambayo unazungumzia? Ni jambo lipi hilo Mkegani? Ukimya ukatawala walipowaona wanakijiji ambao waliokuwa wakipita pale. Wakati huo walikuwa wako wanakijiji pamoja na mwili wa Majula ambao uliokuwa ndani ya mkeka ukitokea zahanati. Walipopita Mzee Msiri akawageukia. Hebu sikilizeni vizuri. Huu muda tunapaswa kuwa kwenye mazishi ya Majula. Angalieni mwili umepitishwa hapa tayari. Hilo jambo lenu tutalizungumza baadaye. Hakuna cha baadaye hapa wala kesho. Hivi Mzee Msiri, mtaendelea kutuficha hili jambo hadi lini? Au hadi lilete madhara kwa wanakijiji wa kijiji chetu, si ndio? Ndio mtaanza kuliongelea, si ndivyo? Sasa kwa taarifa yako, tunajua kila kitu na hatutokubali kukaa kimya. Mnajua nini? Wewe mwanamke Mkegani na wenzako, hebu niambieni, mnajua kitu gani? Hebu niambieni. Majula na mke wake wanatembea na mikosi au laana inayowamaliza. Laana ile ikitoka kwao itahamia kwa wanakijiji wengine na kusababisha maafa. Ni bora laana iwamalize wenyewe. Mke wa Majula anatakiwa kuondoka hapa kijijini. Hebu acha kuzungumza maneno yasiyo na utu wala busara. Kifo ni laana. Hakika mnamkosea sana Mungu mnayemwamini. Mkegani na wenzako, sitaki kuwasikia mkisema hivyo tena. Mzee Msiri aliongea kwa sauti ambayo iliyokuwa imejaa hasira, akionyesha kuchukizwa na maneno ya mwanamama yule Mkegani pamoja na rafiki zake. Mwenyekiti, huwezi kulizuia hili jambo. Ni lazima mke wa Majula aondoke hapa kijijini. Baada ya mazishi ya mume wake ataondoka tu. Tena ingekuwa ni amri yetu hata mwili wa mume wake usingezikwa hapa kijijini ili kuinusuru ardhi yetu. Yaani ardhi yetu haipendwa kumeza vitu visivyo na faida. Tungenusuru hata mume wake asingezikwa hapa. Tutawatangazia kijiji kizima, alafu tutaona kati yako wewe na sisi ni nani mwenye nguvu. Naona unazidi kumbeba sana, unamtetea sana. Ngoja utaona. Alipomaliza kusema hivi, Mkegani akiwa pamoja na wenzake wakaondoka kuelekea majumbani mwao. Hawakutaka kabisa kuhudhuria mazishi ya Majula ambayo yalipangwa kufanyika muda mchache ujao. Mzee Msiri alipogeuka kuwatazama alisikitika sana, kisha akaendelea na safari ya kuelekea nyumbani kwa Majula. Vilio na nyuso za huzuni zilikuwa zimetanda miongoni mwa waombolezaji. Mwenyekiti ndiye mtu ambaye aliyekuwa akisubiriwa ili taratibu za mazishi ziweze kuanza. Alipofika mara moja zilianza, huku akipewa ratiba ya mazishi ya Majula, mvuvi maarufu kijijini hapo na vijiji vya jirani vya Masoko na Ngazi. Wakati anasoma ratiba hiyo, wote waligeuka kutazama pembeni baada ya kusikia sauti ya mwanamke ikisema, "Mtamzikaje Majula bila mimi kuwepo?" Wote walishangaa walipomuona mama mmoja ambaye aliyekuwa na rangi nyeupe ti. Alikuwa amevalia nguo za kitenge, huku sura yake ikijawa na hasira. Hakuna aliyemfahamu mama huyo. Ni mama huyo ambaye umri wake ulionekana kusogea, huku nywele zake zikianza kubadilika na kuwa nyeupe. Ni wazi alikuwa akiingia hatua ya uzeeni. Mama huyo aliwafanya wote wakae kimya. Akasogea hadi karibu na jeneza la Majula ambalo lilikuwa mbele ya Mzee Msiri, kisha akasema, "Jeneza lirudi ndani. Mwanangu hazikwi leo.
siku ya Jumatatu hii. Atazikwa kesho siku ya Jumanne. Nimesema jeneza lirudi ndani. Alipomaliza kuongea, aliweka kifurushi chake pembeni ambacho alichokuwa amekibeba. Ni wazi kifurushi kile kilikuwa kimejaa nguo zake. Mzee Msiri hakujua aseme nini, akawa anashangaa tu. Mke wa Majula yuko wapi? Mke wa Majula yuko wapi? Nauliza, mke wa Majula yuko wapi? Aliuliza mama huyo ambaye alijitambulisha kama mama yake Majula. Yule mvuvi aliyempeleka Majula zahanati akamwambia mtoto aliyekuwa amekaa jirani yake pale kwamba aende akamuite mke wa Majula kuwa kuna mtu anamuulizia. Mtoto yule ambaye aliyekuwa yuko karibu na yule mvuvi aliondoka na kwenda kumuita mke wa Majula. Hadi kufikia muda huo, mama huyo alikuwa amesimama kando ya jeneza mahali ulipo mwili wa Majula. Punde Asha ambaye ndiye mke wa Majula akatoka ndani akiwa ameambatana na mke ambaye aliyekuwa ni mwanamke mwingine aliyekuwa anamsindikiza. Pamoja na yeye pia alikuwa ameambatana na mtu aliyekuwa akimpa pole na kumsaidia, maana alikuwa akilia sana. Alipotupa macho yake mbele, alibakia akiwa ametoa macho yake. Alionekana kumfahamu mama huyo. Asha, kwa nini kumzika mwanangu bila hata kunijulisha? Aliuliza mama huyo huku akiwa anamtazama kwa hasira sana Asha. Watu wakawa kimya kusikiliza na kuona kitakachotokea. Samahani mama. Nilijawa na huzuni. Kifo cha Majula ni cha ghafla sana mama. Nilishindwa hata kutafakari, alisema Asha, kisha alianguka akiwa analia. Mzee Msiri akapaza sauti yake baada ya kuthibitisha kuwa mama huyo ndiye mama yake Majula. Jeneza hili lirudi ndani haraka sana. Hatutakuwa na mazishi leo. Majula atazikwa kesho mchana. Baada ya kusema hivi, baadhi ya watu sasa wakaanza kutawanyika eneo hilo. Jeneza likabebwa na vijana wa kijijini pale, wakalirudisha ndani. Mama Majula akasogea hadi alipo Asha akamwambia, ubishi wako huo, ipo siku yako. Aliwaacha njia panda watu waliomsikia mama huyo. Gumzo likarudi kwa wanakijiji. Story ikawa ndio hiyo sasa. Mama Majula kazuia mwili wa mwanae kuzikwa. Jamani, lakini mama yuyo, jamani, tena tumjui. Amekuja tu hata kuomba radhi kwetu. Lakini tena anakataza mwili. Maneno yalikuwa mengi. Jioni ya siku hiyo, Mkegani na wenzake wakaenda kwa mwenyekiti ili kumsikiliza msimamo wake. Mzee Msiri alipowaona akajua wamefuata nini. Akawa ameshafahamu kabisa. Mwenyekiti, umeona kilichotokea huko msibani, si ndio? Ulisikia wapi maiti ikarudishwa ndani wakati ilitolewa kwa ajili ya kwenda kuzikwa? Uliona wapi? Alafu ni wewe ndiye uliyetoa amri hiyo kisa mama yake Majula amesema hivyo, si ndivyo? Tumekuja hapa kwa mara ya mwisho. Tuambie una msimamo gani? Alisema Mkegani, kisha rafiki yake ambaye waliokuwa wameambatana naye pale akadakia. Kama hautaki, yani kama hautakuwa na maamuzi, sisi tutafanya maamuzi. Ikiwezekana tutamfukuza Asha hapa kijijini kabla hata ya kesho kufika. Mnajua nyie ni watu wazima. Mmeishi hapa kijijini kwa heshima kubwa sana. Hili lisiwachafue mkaonekana hamfai hapa Nachingwea. Yeyote atakayewasikia hawezi kuwavumilia. Na wataka kuacha mara moja hayo maneno yenu. Na hayo mambo mnayokusudia na wataka muache mara moja.
alisema mzee Msiri, na kuwaonesha wakati huo akiwa ameonyesha kidole hasa Mkegani yule ambaye ndiye alikuwa kimbelembele sana katika mambo yale. Mzee Msiri, sikutegemea kama utamkingia kifua Asha kuendelea kuwepo hapa kijijini. Tayari amevunja mwiko wa kwanza. Na wewe sasa unaingia katika hali hiyo. Na wewe umevunja mwiko wa kwanza. Ulisikia wapi maiti karejeshwa ndani wakati ilikuwa imeandaliwa kuzikwa? Huo ni mkosi mzee Msiri. Na hatutokubali kabisa yatufike makubwa hapa. Huu mguu unaouona hapa, tukitoka hapa tunaenda kumhamisha Asha hapa kijijini. Hawezi kuendelea kuwepo hapa. Hatuwezi kukaa na mikosi hapa. Alisema Mkegani huku akimwangalia mwenyekiti ambaye ni mzee Msiri, ambaye sasa alionekana kuanza kunywea. Mkegani, kweni wapole. Kweni wapole wanangu. Niwaombe mwe watulivu. Acheni Majula azikwe kwanza. Sawa sawa? Alisema mzee Msiri baada ya kuona wamechachamaa kutaka Asha fukuzwe kijijini tena kabla hata ya kuzikwa kwa mume wake. Hilo ndio neno mzee Msiri. Tutasubiri wazike, lakini baada ya hapo Asha ataondoka hapa. Haya, nimewaelewa wanangu. Nendeni sasa. Akina Mkegani wakaondoka huku wakizidi kupashana. Aise, sijui itakuwaje. Ni kweli kurudisha maiti ndani ni mkosi, lakini ningefanyaje? Mama mtu anasema mtoto wake hawezi kuzikwa, na amepanga siku ya mwanae kuzikwa. Ningefanyaje sasa? Mzee Msiri alibaki akiwa anajiuliza huku akiwa anawaangalia walivyokuwa wanaondoka. Kisha akageuza shingo yake na kutazama mlango wa nyumba yake ya bati. Jioni hii mama yake Majula alikuwa amekaa kwenye mkeka. Asha akamfuata mama huyo na kumwomba radhi kwa kitendo cha kutaka kumzika Majula bila kumpa taarifa. Akapiga goti kwa heshima zote, kisha akaanza kusema, "Mama, nisamehe, usinichukie mama yangu." Alisema huku akiwa anamtazama mama yake Majula ambaye aligeuka na kumtazama Asha kwa jicho kali sana. "Ulidhamiria kufanya hivyo? Majula ni mtoto niliyemzaa, nikamlea. Iweje leo ujibebeshe majukumu ya ukimama?" Aliuliza kwa sauti kavu kabisa mama yake Majula. Hakujali watu waliokuwa wakimsikia. "Ndiyo maana nimeomba radhi mama yangu. Nimekosea kwa hilo mama, naomba unisamehe. Najua nimekukwaza sana, lakini nisamehe sana mama mimi." Alisema huku chozi likianza kumbubujika tena Asha. "Mama, ningefanyaje mimi? Nilichanganyikiwa nikasahau kila kitu. Majula alikuwa ndio msaada wangu hapa kijijini mama. Alafu mama, tumempoteza mtoto wetu jana tu. Leo Majula naye amefariki. Unafikiria ungekuwa ni wewe mama, ungekuwa katika hali gani? Sijafanya kusudi mama, naomba unisamehe sana mama. Naomba unisamehe." Alisema Asha wakati huo sasa akiwa ameshika miguu ya mama Majula. Mama huyu akawatazama watu waliokuwa wakiangalia tukio hilo, akaona ni bora ajikoshe kidogo. Aibu na yeye ilimuingia kidogo. "Hebu inuka Asha. Nimekusamehe, lakini usije ukafanya kosa lingine sababu halitokuwa na msamaha." "Asante mama." Asha akajivuta na kuelekea ukutani. Akajikalia zake sakafuni huku akiwa ameegemea ukuta huo. Punde mama Majula sasa akawa amesimama na kutaka kutoka nje. Jua lilikuwa limeshapoa. Hali ya kijiji hiki nyakati za jioni hutawaliwa na upepo kiasi
baridi pamoja na kelele za maji ya bahari yaliyokuwa yakipigwa na upepo. Alipofika nje, akakuta watu wakiwa wamekaa. Akazunguka kidogo nyuma ya nyumba pale. Kisha akatazama huku na kule, alafu akatoa unga fulani ambao aliotoa kwenye fundo lake la kitenge chake. Akaweka ule unga kidogo kwenye kiganja chake, kisha akaupuliza. Alimaliza kufanya vile, hatimaye akarudisha kila kitu ambacho jinsi ambavyo kilivyokuwa kinapaswa kiwe kikawa sawa, kisha akarudi zake ndani. Hakukuwa na mtu yeyote aliyemuona wakati anafanya hivyo Mama Majula. Sasa muda huo sasa napo mwenyekiti Mzee Msiri alikuwa akitoka nyumbani kwake na kuelekea nyumbani kwa marehemu Majula kwa ajili ya kushirikiana na wafiwa nyakati za jioni. Mzee huyu alikuwa ni mzee mwenye busara sana, kiongozi mwema kabisa. Alipofika njiani pale, akafika sehemu ambapo kulikuwa na njia panda ya kuelekea nyumbani kwa Majula. Alipofika njia panda ya kuelekea nyumbani kwa Majula, alihisi kama kuna mtu anakuja nyuma yake. Akajawa na shauku ya kugeuka kuona huyo ni nani ambaye anayekuja nyuma yake. Alipogeuka, alimuona ni chizi mmoja hivi ambaye alikuwa anaitwa Masanduku. Chizi huyu bwana alitokana na uchawi uliomrudia mwenyewe. Hatimaye akawa chizi. Yaani huyu Masanduku alikuwa analoga mtu. Wakati anamloga basi ule mtu na yeye akawa ametengenezwa vizuri. Ule uchawi ukamrudia Masanduku na Masanduku ndo akawa chizi. Sasa alikuwa akitembea uchi wa mnyama kama alivyozaliwa. Alafu alikuwa anazungumza peke yake akiwa anaelekea upande wa Mzee Msiri pale. Mzee Msiri akampisha chizi Masanduku akiwa uchi kama alivyozaliwa, kisha akapita. Mzee Msiri lile jambo lilimuingia kichwani sana, akaendelea kutafakari. Mzee Msiri baada ya kumpisha Masanduku kupita, akarejea njiani, lakini akiwa na hofu ya jambo fulani hivi ndani ya akili yake. Akajikuta ni mwenye wasiwasi mkubwa sana. Akaanza kusema, huyu Masanduku si... Masanduku ni kwa nini leo ametoka? Ni mwiko kuonekana nje. Mara nyingi kila aonekanapo basi maafa hutokea. Alisema kwa sauti ya chini ambayo iliyokuwa imejaa tafakuri nzito sana. Wakati anaendelea kutafakari, aligairi kuelekea kwa Majula, akawa anarudi nyumbani kwake. Alipofika kwenye kipori kidogo, akakutana na mzee mmoja aliyeitwa Kimbona. Wakasalimiana, kisha akamuuliza, hujaona ishara yoyote mzee Kimbona? Aliuliza Mzee Msiri. Nimekuja kwako sijakukuta. Jirani akaniambia kuwa umeelekea kwa Majula muda sio mrefu. Ina maana hukufika? Aliuliza Mzee Kimbona huku akionekana kuwa na jambo ndani ya akili yake, jambo ambalo alilotaka kuzungumza na Mzee Msiri. Mbona ungeniambia tu ni jambo gani hilo? Bana, ni kuhusu Masanduku. Chizi yule ametoka leo hii jioni. Hapana shaka kijiji kitaingia katika shida. Kijiji kitaingia katika shida hivi punde. Unapaswa kuita wanakijiji wote wafahamishe kuhusu hili. Kisha yafanyike matambiko kuzuia. Tumejisahau sana mwenyekiti. Tumejisahau sana mpaka mambo ya ajabu yanatokea. Kuna jambo baya linakwenda kutokea. Masanduku kila anapoonekana unafahamu matatizo yanatokea. Itisha haraka iwezekanavyo wanakijiji waweze kujua jambo hili ili hatimaye tufanye matambiko. Tusijisahau sana kwa mila zetu. Hilo sasa ndilo jambo lililonifanya mimi nishindwe kufika nyumbani kwa marehemu Majula. Mzee Kimbona, nimemuona Masanduku. Sio wewe tu, hata mimi nimemuona Masanduku. Na mbona na moyo wangu nilivyomuona ukaenda mbio? Ni lazima
niitishe wanakijiji wote jioni hii ili niwafahamishe hili jambo mzee. Yaani mzee Kimbona, hili jambo lazima niwaambie. Lazima niwaitishe wanakijiji jioni hii, alisema mzee Msiri, huku akionekana kutokuwa na muda wa kuendelea kusubiria tena. Basi akarudi nyumbani kwake haraka sana. Wakati huo mzee Kimbona naye akiwa anaambatana na yeye moja kwa moja walirudi mpaka kwa mzee Msiri, wakiwa wameambatana mzee Msiri pamoja na Kimbona. Walipofika wakamtuma mtu wa kwenda kupiga la mgambo ili kuweza kuwaita wanakijiji wote kwenye kiwanja cha ofisi ya kijiji. Eneo hilo ndilo ambalo mikutano mingi ya kijiji ilikuwa ikifanyika. Watu wakamiminika kwa wingi tena wakichangizwa na kifo cha Majula. Hivyo kila mtu akawa anadhania kwamba pengine jambo linalokwenda kuzungumzwa ni kuhusu taarifa ya Majula. Pengine zinahusiana na msiba wa Majula. Mwendo wa saa 11 jioni, tayari nusu ya kijiji ilikuwa imefika hapa uwanjani. Wengine walikuwa baharini na wengine kwenye vilabu vya pombe. Kwa sababu bwana, katika kijiji hiki cha Nachingwea, ukiachilia mbali sifa ya uvuvi wa kijiji hiki, ilikuwepo pia sifa nyingine, ni sifa ya ulevi. Kwa kweli sifa ya ulevi ilikuwa iko pale kwenye kijiji. Karibia watu wote kwenye kijiji walikuwa ni walevi. Ukimya ukatawala pale mzee Msiri alipoanza kuzungumza. Najua mmeacha shughuli zenu kwa ajili ya kuitikia wito huu. Nimewaita hapa sababu ya dharura kubwa iliyojitokeza. Alipokuwa akizungumza hivi mzee Msiri, Mkegani na rafiki zake walihisi labda ni ile ishu kuhusu kuhusu kufukuzwa kwa Asha kijijini pale. Wakawa sasa wanaanza kukonyezana. Nafikiri baadhi yenu mmemwona Masanduku. Yule chizi aliye na ishara mbaya kijijini hapa ameonekana akiwa uchi. Ni wazi lipo jambo linaloenda kutokea. Sasa baada ya kuzungumza, minongono mingi ikawa imeanza kuibuka pale. Mwenyekiti alipozungumza pale, watu wote sasa wakawa wanaongea. Huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Jamani mtulie basi. Hebu tulieni basi. Mzee Kimbona sasa alisisitiza pale ili watu waweze kutulia, lakini sauti kali ya Mkegani ikasikika ikisema, tulikwambia mzee Msiri, lakini hukutaka kutusikia. Ipo laana inakinyemelea kijiji chetu, na laana hii imeletwa na Majula na pamoja na mke wake Asha. Huyu anasema nini huyu? Mwongo huyu. Ana mdomo sana huyu. Haoni mtu yupo katika msiba, anaongea ujinga. Huyu naye jamani huyu. Yalikuwa ni baadhi ya maneno ambayo yaliokuwa yanazungumzwa na wanakijiji pale. Mkegani, unasema nini wewe? Aliuliza mzee Msiri akiwa amehamaki. Si hautaki kuamini mzee Msiri? Sisi tutakaa kimya, ila kijiji hiki kitaumia. Kama mmechagua kuyakataa maneno haya, mimi sitowalazimisha, ila ngoma mbichi mtaicheza kwa kivilio. Mkegani aliondoka na rafiki zake pale. Mazungumzo yakaibuka, yakagawa kijiji katika sura mbili. Wapo watu ambao walioamini maneno ya Mkegani na wapo waliompinga. Sasa waliomuamini waliondoka na wale waliokuwa wamempinga walibakia, lakini kwa idadi ndogo sana. Wengi walikuwa wamemuelewa Mkegani. Mzee Msiri akawaambia, tutafanya tambiko baada ya mazishi ya Majula. Tutafanya tambiko baada ya mazishi ya Majula ili kujua ni nini ambacho Masanduku amejaribu kukipa ishara hapa kijijini. Mzee Msiri akaufunga mkutano, hatimaye akawaambia watu waweze kutawanyika, na hatimaye watu wakatawanyika pale, wakarejea makwao. Baada ya jioni kupita, sasa usiku ulikuwa tayari umeingia. Ndani ya nyumba ya Majula
kulikuwa na waombolezaji akiwemo mama mzazi wa Majula aliyeitwa Bizokolo. Bizokolo ndiye mama mzazi wa Majula. Walikuwa wakipata chakula cha usiku. Bizokolo alionekana ni mwenye kufurahia jambo, kitu ambacho Asha alikishtukia. Akawa sasa anajiuliza, ina maana Bizokolo anafurahia kifo cha mwanae Majula au ni vipi? Akakumbuka kauli ya Majula kuwa mama yake mzazi ambaye ndiye huyu Bizokolo ni mchawi. Akameza mate kidogo kisha akajinamia chini. Wakati anafanya vile, hakujua ni nini ambacho kitaendelea. Mambo yalizidi kuanza kumbadilikia ndani ya msiba huu. Msikilizaji, kufikia hapo ni sehemu ya kwanza simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Mama Ndiye Sababu. Nikukaribishe sana katika sehemu ya pili ambayo itakujia muda si mrefu. Lakini katika sehemu hii ya kwanza ni kuage nikikutakia kila laheri. Endelea kubaki na mimi ili kuweza kufahamu ni nini kinaendelea katika simulizi hii. Bwana, nikutakie siku njema, kila laheri. Endelea kubaki na mimi ndani ya makala simulizi. Kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, basi usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mwanafamilia katika channel yetu hii. Bye bye, endelea kubaki na mimi hadi wakati mwingine.